Leo ngoja nikutafakarishe kidogo mwana SNG8. Hivi ulishawahi kupokea msaada toka kwa mtu ambaye anakuchukia? Basi ambatana nami katika simulizi ya siku ya leo, simulizi bomba na kali sana, ambayo inakwenda kwa kichwa kinachosema msaada wa mtu anayekuchukia. Simulizi hii imejengwa katika kitabu kimoja cha Biblia cha Yona. Yona alikuwa ni mtu mmoja ambaye alipewa misheni na Mungu kupeleka habari njema za wokovu katika mji mmoja unaitwa Ninawi. Na katika harakati zake za kupeleka injili hiyo, Yona aliambiwa akauambie mji ule uweze kutubu, lakini baada ya siku 40 utaweza kuangamizwa. Jambo hili lilifanyika kwa nguvu nyingi sana na Yona. Alizunguka katika mji ule akiwaambia watu na kuwaonya kwamba inapaswa waweze kurudi katika njia ya Mungu, isipokuwa wasipofanya vile wataweza kuangamizwa. Lakini jambo la kushangaza, baada ya watu wa Ninawi kutubu, Mungu akawaacha asiwaangamize wala kuangamiza mji huo. Jambo hili alikuwa jema sana machoni pa Yona, na badala yake Yona alikasirika sana kwa kitendo cha Mungu kuweza kuwaacha kuangamiza watu wa Ninawi. Yona akamwambia Mungu, ndio maana nilikimbia mwanzo, kwa sababu najua wewe ni Mungu mwenye neema, Mungu wa huruma, si mwepesi wa hasira, na una rehema nyingi mno. Mwisho wa kunukuu. Kisha Yona akatoka nje ya mji akakaa ili aone nini kitatokea. Mungu akasababisha mmea ukue haraka juu ya Yona ili umpe kivuli dhidi ya jua kali. Yona akafurahi sana kwa sababu ya yule mmea. Lakini siku iliyofuata Mungu akaleta mdudu akauharibu ule mmea ukanyauka. Jua kali likampiga Yona. Yona akakasirika sana, akahuzunika mno mpaka akasema bora afe. Akamwambia Mungu ikiwezekana bora utoe uhai wake. Ndipo Mungu akamwambia Yona, unahuzunika kwa sababu ya mmea ambao hukupanda wala kuukuza. Je, mimi nisiwahurumie watu